katika jengo la bunge kukuletea matangazo ya moja kwa moja ya bunge maalum la katiba ambalo siku ya leo Jumatatu linarejea kuendelea na vikao vyake. Changamoto mbalimbali zilizojitokeza wiki iliyopita bila shaka pia natarajiwa kujitokeza ndani ya wiki hii. Na sasa kuhusu leo bunge linaporejea Jumatatu hii, tafadhali karibu fuatilia matangazo haya. Jumuiya ya madola yote Tanzania hiyo sasa imefika. Tangazia mataifa yote ya jumuiya ya madola yote Tanzania hiyo sasa imefika. Ila tutasita kidogo sikiliza kile kifungu ambacho itakuwa kina hoja katika maendeleo hayo. Kwa hiyo huo ndio utaratibu ambao tutakwenda nao. Nia na madhumuni jambo hili tusonge mbele ili hatimaye rasimu hii baada ya mtiririko huo au mchakato huo tuweze kuja kuiridhia kwa azimio tukiwa katika kikao cha bunge hili maalum. Basi waheshimiwa wabunge, baada hayo naomba sasa nimkaribishe mwenyekiti wa kamati ili awasilishe waraka ule uliorekebishwa. Mwenyekiti, karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Hebu tuende kwa utaratibu ambao nimeeleza. Mwenyekiti, karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wajumbe, kwa mara nyingine tena naomba nikushukuru wewe mwenyekiti kwa kunipa fursa hii kwa mara nyingine ili kwa niaba ya wenzangu wanakamati iliyoandaa rasimu ya kanuni za bunge maalum niweze kwanza kutoa ufafanuzi kwa mambo mawili matatu, na baadaye niweze kuziangalia hizi kanuni au rasimu hii ya kanuni kifungu kwa kifungu, tukionyesha sheria au sehemu ambazo tumezifanyia marekebisho au maboresho. Mheshimiwa Mwenyekiti, labda tu kwanza nianze kutoa ufafanuzi kwamba tunapozisoma kanuni hizi, tunazisoma kanuni hizi kama zilivyoandaliwa chini ya kifungu namba 26 fasili ya kwanza cha sheria ya mabadiliko ya katiba, yaani sura ya 83. Huu ndio msingi wa kanuni hizi, na sisi tumejikita katika kufuata framework tuliyopewa. Kwa hiyo nakuta kwamba
hatutaweza kutoka nje ya sheria hii, isipokuwa tutabaki katika sheria hii. Na hii naisema tu kama kuwajulisha waheshimiwa wajumbe, mwenyekiti, kwamba imetokea wakati mwingine tumepata mapendekezo ambayo ukiangalia content zake haziko kisheria ukilinganisha na sheria hii ambayo ndio msingi wa kanuni hizi. Kwa hiyo lazima tufuate sheria, na kuna mapendekezo mengine tukaweka hapa kwa kuwa tulipolinganisha na sheria ilivyo hayakuendana na sheria. Naomba waheshimiwa wabunge mtuelewe kwa hilo, kwa kuwa wengi hapa ni watu ambao tunaheshimu sheria. Pili, labda tu ningetaka kuwajulisha waheshimiwa wajumbe, mheshimiwa mwenyekiti, kwamba kamati iliyoundwa na mheshimiwa mwenyekiti wa muda ni kamati ya kumshauri, na hayo yote yaleta hapa ni mapendekezo, na tungependa tu wajulishe waheshimiwa wabunge na wajumbe kwamba hii kamati ina watu wazito waliobobea katika masuala ya sheria. Kuna mwanasheria mkuu. Mheshimiwa, hebu tumsikilize anawasilisha. Kuna mwanasheria mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna mwanasheria mkuu wa Zanzibar, kuna kiongozi wa upinzani katika bunge la Jamhuri, kuna maprofesa wa sheria, kuna mawakili waliobobea katika masuala ya sheria. Hii tu ni kujaribu kuwapa waheshimiwa wajumbe imani na kamati hii kwamba inafanya kazi kufuatana na kulingana na umahiri na weledi wa hao niliowataja. Sasa swala imani mara nyingi kwa na mtu mwenyewe anaweza kaamua siwe na imani na kamati, anaweza kaamua na kamati na imani na hiyo kamati, lakini cha msingi ni kwamba kamati imefanya kazi vizuri. Sasa baada ya hapo, mheshimiwa, ningeliomba waheshimiwa wajumbe tuchukue rasimu mlioipata jana ili tuweze kupitia vifungu mbalimbali ambavyo vimeonyeshwa kwa bold letters kwamba hayo ni marekebisho au maboresho ambayo wajumbe mliyapendekeza. Kwa hiyo kwa ruhusa yako mwenyekiti, naomba kuwapeleka wajumbe kwenye sehemu ya kwanza ya rasimu hii. Ukurasa wa kwanza hakuna bold letters, kwa hiyo inamaanisha kwamba hakuna marekebisho yafanywa hapo. Lakini tukienda ukurasa wa pili, hii ikiwa ni kifungu cha 3 tafsiri, tunakuta kwamba ukurasa wa pili kuna maana ya kikao cha wenye viti wa kamati. Maana yake ni kwamba ni kikao cha wenye viti wa kamati zinazohusika na uchambuzi wa rasimu ya katiba zinazoanzia kamati namba 1 hadi kamati namba 12, kinachokaa kwa ajili ya kujumuisha taarifa za kamati zote. Hayo ni marekebisho tuliyofanya katika tafsiri. Ukurasa wa 4
tunaangalia tafsiri juu ya taarifa ya maoni ya walio wachache. Hiyo imeandikwa kwenye bold letters, na maana yake ni taarifa iliyoandaliwa na idadi ndogo ya wajumbe wa kamati ambao hawakukubaliana na maoni ya wajumbe wa kamati walio wengi. Tukishuka chini kabisa mstari wa mwisho, tafsiri tuyoipata kutoka kwa waheshimiwa wajumbe juu ya neno watu wenye mahitaji maalum, maana yake ni watu wenye ulemavu, wazee, wagonjwa, wanawake wajawazito ambao wanahitaji uangalizi maalum. Na marekebisho ya mwisho kwenye ukurasa huu wa 5 ni tafsiri ya wimbo wa taifa. Maana yake ni wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakwenda ukurasa wa 6 tukiangalia kifungu cha 5 fasili ya 5. Kuna marekebisho hapo ambao ni neno watatengewa limeweka kwenye bold letters. Inasema wageni wengine watatengewa sehemu maalum ya kukaa. Vile vile mwenyekiti, ukurasa huo huo wa 6 tukienda kwenye kanuni ya 6 fasili ya 2, kuna maneno pale yameandikwa in bold letters, sheria na masharti ya. Kwa hiyo inakuwa bila kuathiri masharti ya sheria na masharti ya kanuni hizi kuhusu kuanza na kukoma kwa mkutano wa bunge maalum, vikao vya bunge maalum vitaendelea kwa muda wowote ambao utahitajika kwa ajili ya kutekeleza na kukamilisha shughuli zote za mkutano wa bunge maalum. Tukienda ukurasa wa 7, hapo itakuwa tunaangalia fasili ya kwanza ya kanuni ya 7 kwenye kifungu cha J, kupitisha rasimu ya mwisho. Hili lilikuwa pendekezo ambalo lilifanywa wakati ule. Sisi tulirekebisha ili rasimu hii tukileta hapa sasa, mchango wenu utafafanua zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawaomba waheshimiwa wajumbe tuende ukurasa wa 8 kifungu cha 9. Kumekuwa na mengi yameandikwa juu ya kifungu hiki, lakini baadaye tumekaa na kuzingatia sheria. Yaliyoandikwa hapa ni yale ambayo yamewekwa kwenye sheria, na sisi tusingeweza kwenda kinyume na yale ambayo yamewekwa kwenye sheria. Kwa hiyo nakuta viapo vilivyowekwa hapa ni viapo ambavyo vimewekwa na sheria. Tulichofanya sisi tu ilikuwa ni kujaribu kuviweka kusudi ile lugha endane na lugha ambayo imewekwa kwenye sheria. Kwa hili tusingeweza kukiuka. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuende ukurasa wa 11 kifungu namba 14. Mheshimiwa, kuna wa 9 naona kama umeruka. Wa 9 kama umeruka. Kuna bold letter somewhere. Samahani mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba wajumbe tuangalie ukurasa wa 9 kifungu wa kanuni namba 10 fasili ya 3.
Utaratibu wa kuwapa au kula yamini utafanyika kwa pamoja kwa mujibu wa orodha ya majina wajumbe yaliyoandaliwa kwa kuzingatia makundi yanayotokana na imani zao. Kama nilivyosema pale awali kwamba sisi ni kushauri tu, hatuzitungi hizi kanuni. Hizi kanuni mnazitunga nyinyi. Kwa hilo ni pendekezo lililotoka katika kamati ya kutayarisha au kuboresha hizi kanuni. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukienda ukurasa wa 11 kanuni ya 14, hapo tunazungumzia juu ya vikao vya mkutano wa bunge maalum. Vitaanza saa 3 asubuhi mpaka saa 7 kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, ila tu kama bunge maalum litaamua vinginevyo. Kwa hiyo hapa yaliyowekwa kwenye board letters ni saa 7 kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, ila tu kama bunge maalum litaamua vinginevyo. Lakini vile vile tuangalie kanuni ya 14 fasili ya 3 ambacho kinasema kwenye bold letters, bila kujali masharti ya fasili ya 2, bunge maalum kwa siku ya Ijumaa litakutana kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 6 mchana, ambapo mwenyekiti ataahirisha shughuli za siku hiyo hadi saa 11. Hadi saa 10 jioni. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuangalie ukurasa wa 12 kanuni ya 15 fasili ya 1. Kila mjumbe wa bunge maalum atakuwa na wajibu wa kuhudhuria vikao vyote vya bunge maalum na kamati aliyopangiwa. Kwa neno hapa lililorekebishwa ni aliyopangiwa, ambalo liko katika bold letters. Vile vile fasili ya 2 ya kanuni ya 15 inaongelea neno hilo pia, kuhudhuria kikao cha bunge maalum na kamati aliyopangiwa. Mjumbe huyu atatakiwa kumwarifu na kumuomba ruksa mwenyekiti wa bunge maalum na mwenyekiti wa kamati husika ya bunge maalum kwa maandishi, akieleza dharura au tatizo lake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawaomba wajumbe tuangalie ukurasa wa 13. Tukiangalia fasili ya kanuni ya 15 fasili ya 4 ambayo inakuja mpaka ukurasa wa 13, neno chombo cha sheria kimewekwa katika board letters, na ningeomba wajumbe waliangalie hilo wakifahamu kwamba marekebisho hapo ilikuwa ni hilo neno chombo cha sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, na waomba waheshimiwa wajumbe tuangalie ukurasa wa 15. Katika ukurasa wa 15 kanuni ya 17 au wanaweza kuandaa ya kwenye bold letters ni maboresho tuliyoyaweka baada ya kupata maoni ya wajumbe wa bunge hili. Fasili ya 7, taarifa ya wajumbe walio wengi waliounga mkono mapendekezo na taarifa ya maoni ya walio wachache zitahesabiwa kuwa ni taarifa moja. Hayo yote yako kwenye bold letters. Fasili ya 8
inasema baada ya kupokea taarifa ya mwenyekiti wa kikao cha wenyeviti iliyoandaliwa kwa mujibu wa fasili ya 4 na taarifa ya maoni ya walio wachache iliyoandaliwa kwa mujibu wa fasili ya 6 ambazo zimejumuishwa katika taarifa moja, mwenyekiti wa bunge maalum ataagiza taarifa hiyo iweke kwenye orodha ya shughuli kwa ajili ya kuwasilishwa na kujadiliwa katika bunge maalum. Maneno hapa yaliyowekewa bold letters ni kikao cha wenyeviti iliyoandaliwa, ikiwa pamoja na ya maoni ya walio wachache iliyoandaliwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawaomba waheshimiwa wajumbe waangalie taarifa fasili ya 9 ambayo inasomeka: taarifa ya kamati inayoungwa mkono na wajumbe walio wengi itawasilishwa kwenye bunge maalum na mwenyekiti wa kikao cha wenyeviti au mwenyekiti wa kamati yoyote atakayeteuliwa kwa madhumuni hayo, na atawasilisha kwa saa 2. Vile vile fasili ya 10 ambayo nayo iko kwenye bold letters kama ya 9, baada ya taarifa chini ya fasili ya 9 kuwasilishwa, mjumbe aliyeteuliwa kuwasilisha sehemu ya taarifa ya maoni ya walio wachache atawasilisha taarifa hiyo kwa saa 2. Labda ningependa tu hapa nielezee kwa kifupi kwamba wakati tunatayarisha haya tulikuwa bado hatujaja na maelezo yetu kuhusu hizi uwasilishaji wa taarifa hizi. Sasa hatukutaka kuweka marekebisho yote haya wakati ule, kwa vile kama tungefanya hivyo tulikuwa bado hatujapata maelekezo yenu. Kwa hiyo tumekuja na fasili hizi jinsi tulivyokuwa tumeziweka ili baadaye zije zipate kibali chenu. Kama nilivyosema, sisi tunayopata hapa ni mapendekezo na wala sio kanuni ambazo zinawafunga. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba waheshimiwa wajumbe tuangalie ukurasa wa 25 fasili ya 33 kifungu cha 33 fasili ya 2 ambayo inasema hoja ikishawekwa kwenye orodha ya shughuli, mwenyekiti aliyeteuliwa na kikao cha wenyeviti na mjumbe aliyeteuliwa kuwasilisha taarifa ya maoni ya walio wachache watasoma kwa muda usiozidi saa 2 kwa kila taarifa kuhusu rasimu ya katiba na kutoa hoja kwamba taarifa hizo zijadiliwe kwenye bunge maalum. Kwa hiyo maneno hapa yaliyowekwa kwa bold letters ni mapendekezo: aliyeteuliwa na kikao cha wenyeviti na ya maoni ya walio wachache. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukiangalia fasili ya 4 ya kanuni ya 33 inasema hoja ya taarifa itokanayo na kikao cha wenyeviti wa kamati na taarifa ya maoni ya walio wachache itakuwa kama ifuatavyo. Kwa hiyo kwenye hiyo fasili maneno yaliyo kwenye bold letters ni hayo ambayo ilipendekezwa yaweze kuboresha fasili hiyo: itokanayo na kikao cha wenyeviti wa kamati na taarifa ya maoni ya walio wachache. Lakini vile vile katika ifuatavyo kwamba taarifa ya kikao cha wenyeviti wa kamati au taarifa ya maoni ya walio wachache kuhusu sura ya rasimu ya katiba sasa isomwe na kujadiliwa na mbunge maalum, naomba kutoa hoja. Haya ni maneno ambayo yatakayotajwa wakati huyo mtoa hoja atakapotaka kuwasilisha taarifa yake. Sasa hapa maneno ambayo kwenye bold letters ni kikao cha wenyeviti wa kamati au taarifa ya maoni ya walio wachache. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuangalie fasili ya 5 ambayo inasema baada ya hoja ya taarifa itokanayo na kikao cha wenyeviti wa kamati inayojumuisha sehemu ya taarifa ya maoni ya walio wachache kutolewa katika bunge maalum na mwenyekiti wa bunge maalum kuelekeza hoja hizo zijadiliwe, mjadala kuhusu taarifa ya kamati na sehemu ya taarifa ya maoni ya walio wachache utaanza. Sasa marekebisho haya ni hayo ambayo yako kwenye bold letters ya taarifa itokanayo na kikao cha wenyeviti wa kamati inayojumuisha sehemu ya taarifa ya maoni ya walio wachache, na mwisho ni ile sehemu ya taarifa ya maoni ya walio wachache utaanza. Fasili ya 6
Taarifa ya kikao cha wenyeviti na sehemu taarifa ya maoni ya wale wachache zitajadiliwa kwa kipindi kisichozidi siku 1.5 kwa kuzingatia muda uliowekwa na sheria pamoja na ratiba ya shughuli iliyowekwa kwa mujibu wa kanuni hizo. Sasa hapa tunaangalia maneno yaliyoko kwenye bold letters, ni kikao cha wenyeviti na sehemu taarifa ya maoni ya walio wachache. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawaomba wajumbe waangalie ukurasa wa 26. Fasili ya kwanza. Kwa kuzingatia mamlaka ya bunge maalum ya kujadili na kupitisha rasimu ya katiba iliyowekwa na sheria, msingi wa majadiliano ya bunge maalum utakuwa ni taarifa itakayowasilishwa na mwenyekiti aliyeteuliwa na kikao cha wenyeviti kama hoja ya kamati au taarifa ya maoni ya walio wachache iliyowasilishwa na mjumbe yeyote aliyeteuliwa kwa ajili hiyo. Hapa pia maneno yaliyowekewa bold letters, mwenyekiti aliyeteuliwa na kikao cha wenyeviti na ya maoni ya walio wachache, ndiyo marekebisho yaliyofanyika kwenye fasili hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti,